decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It can never too be late, right? Yes. Well, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Ningependa kwanza kwa kutoa shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi kama hii na kunipa ujasiri wa kuweza kusimama mbele za watu wake. Ningependa kushukuru wazazi walionilea kimwili, ambao ni babangu, mamangu. Ningependa kushukuru wazazi wangu wa kiroho. Ningependa kushukuru kila mtu ambaye kwa njia moja au nyingine amenisaidia kuwa jinsi nilivyo. Mungu awabariki na Mungu awe pamoja nanyi na amani yake iwe pamoja nanyi. Ningependa pia kushukuru uongozi wa kanisa, zaidi kwa mchungaji wetu anayetulea usiku na mchana, anatukeshea na kuendelea kutuhimiza katika safari hii ya kumcha Bwana. Na kwa kamati nzima ya kanisa, ningependa mpokee shukrani zangu za dhati kwa siku ya leo, kwa niaba yangu na kwa niaba ya vijana wengine wote, kwa kutupea nafasi nyingine na kutuamini kama watoto wenu na kuona tumekuwa na kuanza kututrain vizuri kuweza kufanya yale mliokuwa mkituhimiza na kutufundisha kila siku. Well, leo ni siku yetu ya vijana, ambayo macho yote yako kwetu kama vijana na tutizamia vijana tumeandaa nini kwa siku ya leo, tumewaandalia nini. Namshukuru kiongozi wetu aliyetuongoza kwa siku ya leo, aliyetusimamia katika ibada, maana ndiye alihakikisha atmosphere ya leo ina match. Na Mungu alikuwa pamoja nasi sisi sote, uwepo wake ulikuwa nasi. Naam, ni muda mzuri wa kuweza kusikia ya leo. Mimi mwenyewe na wakaongea kikugumizi sometimes, sijui niko Moses ambaye anahitaji Aruni anisaidie kwa sababu So, the word of today. The grounded family. Familia yenye msingi. Hiyo ndiyo neno letu ambalo tutakalojifunza kwa siku ya leo. Basi ningeomba sikio zenu. Katika jamii yetu kuna malalamiko mengi ngambo zote. Katika jamii yetu, kwenye upande wa vijana, upande wa wazazi, malalamiko ni mengi. Malalamiko ni mengi sana. Wazazi wanalalamika vijana hawashikiki, hawaeleweki, hawakamatiki. Upande wa vijana wanalalamika wazazi wetu hawatuelewi.
ambayo inasababisha migogoro inakuwa mingi katika familia zetu, inaleta divisions, wa vijana wanakuwa hawaelewani na wazee, hawana ile ukaribu na wazazi wao. Kisa tu hizo mambo mawili ambayo huwa nalalamika hawashikiki, hawa nalalamika hawatuelewi au hawaeleweki pia. Ila sijui kama kuna yeyote yule ambaye alishaga pata nafasi ya kuweza kujiuliza, kwa sababu ni bahati mbaya kukuta kwamba kati ya familia nyingi, si kijana si mzee, hakuna ambaye, ni familia chache labda ningeuliza, ambazo wazee au mmoja awe mzee au kijana aliyeitisha kamati ya familia na kuomba tuweze kujadiliana kwa nini hatuelewani. Ningeweza kushuhudia kidogo, maana na mimi niliwapo bado tunaendelea safari. Msiniulize na uzungumzia familia na sina familia. Msiniulize kuhusu hilo, lakini leo ni kuhusu familia. So kwa maswali haya ningependa kuuliza kanisani, je, vijana au wazee wetu mlishangawahi kukaa sehemu moja, mnaikaa na watoto zenu, mnawauliza hivi, kwa nini uko hivi? The reason halisi ya wewe kuwa hivi au ushikiki au kamatiki, bila kutia zile lawama za wazazi wetu wako ganazo kwanza. Yaani kukaa tu kuzungumza. Nani mwenye alishaga favor kwenye vijana? Ulishaga ikaa na mzee wako na muuliza, mzee, kwa nini uko hivi? Wapo? Ni nani sasa? Inua tu kidole chako kama huko. Ulishaga wapi? Akakujibu? Akakujibu nini? Muuliza mzee kama yuko hivi, yuko na mandevu. No, kumuuliza mzee kwa sababu huku tunalalamika kwamba wazee hawatuelewi. Wazee hawaeleweki. So, ulishaga wewe kumuuliza kwa nini? Amen. Yeah, mimi nilikuwa nataka kuuliza wazazi yangu because nilikuwa kipindi when I was very far away from my parents, and it took me years. So swali yenyewe anasema kwamba kipindi kile alikuwa mbali sana na wazazi wake, kwa hiyo ilimsifanya yeye asogee kuweza kuuliza. Nilisaidiaga sana kwa karibu na wazazi wangu alipoilaga, kisha ndo nikaenda kuuliza swali, ni kwa nini nyinyi kama wazazi wangu kinini kinasababisha kati yetu kusikue msimamo ama ule upendo linaweza kuwa kama familia ama upendo wa baba na watoto. So jibu alilonipa was, wakati ninyi watoto tunakuwa tunawashauria, lakini sometimes hamsikii ama mnasikia but hamyatendei kazi. So tunataka ninyi mnatutii na Wow. Welcome mzazi aliyejaribu kujibu. Wazee, mlishaga tuikalisha chini mkatuuliza kwa nini mko hivi? Wazee, wazazi wetu. Wazazi tu. Nyumbani, hapana kanisa. Maana kanisa sinaanzia huko nyumbani. Wazazi wanaongezeka sababu hata Biblia iko na option mbili kwa wote wawili, mzazi na mtoto. Mtoto mheshimu baba, mheshimu wazazi wako ili siku zako ziongezeke. Na
mzazi naye amepewa condition, umlee mtoto kama inavyostahili, sababu na wewe ipo na ndoa zake kama mtoto. Wote wawili wamepewa sheria zao kama Biblia inasema. Na hivyo mzazi kila siku anaviaka mtoto wake bieka na baba kamata. So umesikia majibu kwa nini wanakuwaga hivyo? Naam, ni majibu mazuri. Hakuna jibu moja ambalo liko eti the one right answer. Hakuna. Zote ni majibu ambayo yanaweza kujibu swali hili. So mtaniwe radhi sababu sketi ya kwanza tunajaribu pumuzi kuikogota, kuiweka sehemu moja, kuiwasukumia Kwa hiyo msiboeke tu, msiboeke. Ningependa kuomba hicho tu, msiboeke bali unipe tu sikio kwa kulifuata pole pole hivi. So katika maswali mawili inatokea familia zinakosa namna gani ya kukua stable in one way or the other, kwa sababu huyu anasema hili, huyu anasema hili, ila inakuwa vigumu zaidi kwenye jamii zetu kuweza kumpata umoja kati ya hizo kona mbili, atakaye kuja atumie neno inayoitwa upendo, ya kusema kwamba ndio nina sababu zangu zenye na wewe zaka kulaumu baba, na baba na sababu zake, ila yote haya yaweka pembeni na kuja kama mtu mmoja, kama kitu kimoja, ambayo ni kazi zaidi inayostahili kwenye upande. Nasema nyewe kwa sababu nyewe ndio mko vijana wengi vijana, inatopasa itokee kwenye upande wa vijana, ambako mzazi yeye aliwekwa pale na mamlaka ya Mwenyezi Mungu kuwa ni mzazi kwetu. Kwa hiyo sio sisi ndio tunapaswa kumtii, bali ni sio yeye ndio anapaswa kututii, bali ni sisi kuweza kumtii, ili kuweza kuleta hiyo harmony kwenye familia zetu. Ningependa tusome katika kitabu cha Proverbs 22 verse 6, Methali 22:6. Ndio. Methali 22 sura ya 6 inasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. So kwa Kiingereza nasema, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Train up your child. Train up your child. Kwa Kiswahili mfundishe, si ndio? Mfundishe mwanao njia atakayoiendea, ili akikua asisahau, asiache. Jana tulikuwa kwenye maombi tukajifunza kuhusu, neno la jana ilikuwa ni kuhusu njia, ambako tulijifunza mambo mengi kupitia hiyo njia, ambayo tuliona katika kitabu cha Joshua 3 mstari wa 4 hadi 5, ambako wana wa Israeli walikuwa wakitaka kuingia ile generation ya pili, wakitaka kuingia kwenye mji waliotarajia kuingia, wakatilia sheria ya kuweza kufuata ili kuweza kuingia katika huo mji, kwa sababu ile njia ambayo waliopaswa kupita walikuwa bado hawajawahi kuipata. Kwa hiyo ilikuwa vema waweze kufuata nini?
njia ambayo ni sheria inayotuelekeza. So train up your child. Mfundishe mwanao. Tuna shida moja kwenye jamii yetu ambalo hata kanisani kwetu zinakuaga hizo shida ambazo instead ya kufundisha tunahubiri. Instead ya kwenye familia sitasema kuhubiri, kwenye familia nitasema kwamba wana impose. Yaani wana kuimpose, sijui kwa Kiswahili mtanisamehe. Wana impose jambo. Yaani ni shurti. Ambapo ningependa kusema tuko Gen Z. Tuko Gen Z, maswali ni mengi. Unaponambia nisifanye hivi, basi nitataka unambie kwa nini. Kwa nini? Na hapo kwenye kwa nini ndio kwenye kunatokea ile kufundisha. Unifundishe ningali mtoto, unifundishe. Ila bahati mbaya kwenye jamii zetu tunaona wamama zaidi, naweza nikatupea kwa wamama zaidi anachagua njia moja kutokusumbuliwa, anamkuza mtoto wake, sio yeye ndo anayemlea. Usidanganywe na hilo, sio wazazi wetu ndo wanaotulea hizo siku. Simu zetu ndizo zinazotulea. Simu ndo zinatulelea watoto siku hizi. Unamkuta mtoto anatulia tuli, mama analala masaa 7, mtoto anatulizwa na nini? Simu tu. Aliyelea ni nani hapo? Hiyo ndio tatizo ambalo tuko nalo kwenye jamii yetu. Replace devices, hivi vyombo vya mkononi kuwa ndio walezi wetu. Burundi nchini kwetu huko kwenyewe kulikuwa na mtu anamuita umuyaya. Umuyaya ni mtu ambaye yeye walikuwa wanatoka vilimani huko. Unaenda unachukua mmoja wako vilimani, unamleta, anakuja na kulelea watoto, anakutunzia watoto, tusa. Alafu akijikuta bahati mbaya, yule mtoto anaanza kumpenda yaya kuliko kumpenda mama yake. Kuna umuhimu wa kuwa mzazi, na mimi napenda kusema zaidi, naweza nikamheshimu aliyenilea kuliko aliyenizaa. Kwa sababu aliyekuwa na uwezo wa kunimaliza maisha yangu ni yule aliyenikuza. Wewe kama ulinizaa, hashukuriwe Mungu, ile mimba yangu haikukuua na haikuniua pia. Ila kama hakunilea, inaweza kuwa tofauti kwa kuweza kukupea ile upendo wangu ambayo ilinipitia kwenye maisha yangu. Nilizaliwa 99, nikakuzwa kwa miaka michache na wazazi wangu, and then nikatokea nikakomalishwa na shangazi yangu. Shangazi yangu alikuwa ndiye mkubwa kwa babangu, ambaye hakubahatika kuwa na mtoto. Kwa hiyo alinilea yeye, akanikuza. Alikuwa akinidekeza kisa alikuwa hana mtoto, mimi nilikuwa kama kibaju kibaju chake. Akanilea hadi nilijikuta sina, yani sijui wanasemaga je kwa Kiswahili cha sasa, yani kubebeshwa sana. Yani unakuwa baby hadi unapitiliza kipimo. Akajikuta haujui, yani akajikuta hauna hata jambo lolote lile lenye unaweza kujifanyia mwenyewe. Hivyo ndivyo nilivyokuzwa. Nilikuwa sijui kabisa kusonga ugali. Mdogo wangu namzidi miaka 4. Yeye alianza kujua kusonga ugali akiwa kama na miaka 9, sijui 8 hivyo. Nilikuwa sijui kupiga ugali, sijui kufanya nini, kwa sababu yeye ndiye aliyeishi na wazazi kwa muda mrefu.
akawakuza wakienda huko. Mamangu alikuwa muuza dagaa, akienda huko kuuza dagaa zake, basi mdogo wangu ndo anabaki na watoto. Ilibidi ndio aweze kuwa mama. Na ikaja katokea mwisho wa siku wadogo zangu wakawa na ukaribu sana kwake kuliko wazazi wetu. Na mimi kijana wao wa kwanza nikawa na ukaribu sana kwa shangazi kuliko wazazi. So hiyo ikafikia kipindi ambako nilianza kuishi sasa na wazazi wangu. Ilikuwa ni 2010 ndipo nilipoanza kuishi na wazazi wangu. Kwa hiyo kila kadogo wanachokafanya naona kama wananinyanyasa yani. Watu hapa nyinyi mnanyanyasa nyinyi. Nitarudi yangu kwa shangazi yangu. Nakumbuka kuna kipindi mamangu alikuja kututembelea. Wananiambia mamako anakuja. Nikaenda mambo yangu. Nikaenda zangu tu mambo yangu huko. Yaani haikuwa inanisumbua ati mamako anakuja nini na nini. Isipokuwa tu kipindi kimoja, yani sijui ilikuwa vipi. Baba yangu alikuja, alikuwa amesafiri akarudi nyumbani. Nikamkumbatia vizuri sana, vizuri kabisa. Hadi leo nakuagana ile sentiment ya ile siku nikitaka tu kukumbuka babangu aliyojaribu kufanya kwa muda wake na kwa uwezo wake. Alikuwa alileaga hivi, then ndevu zake alikuwa amekata zikaniguza kichwani. Zikatekenya fulani hadi kwa sasa nakuaga nikitaka tu kufikiri kuhusu wazazi wangu na yani ile picha najileta nilivyomkumbatia babangu, nilivyojisogeza kwake. So yani ikanifanya kuleta maswali mengi. Nilivyoanza ishi na wazazi wangu, walivyonyanyasa na nini, nilikuwa siwezaki chochote kile. Lakini nilivyoanza na ishi na wazazi wangu, ilibidi fimbo iwepo, anza kupelekeshwa fanya hivi fanya vile, hadi kajifunza kupika. Hadi leo nazidi wa mmoja wao nyenyewe. Hadi leo hivi napika, nafanya nini. So long story short, ilifikia mwaka tulipohamia huku, ilikuwa ni 2015, na hapo ndipo hizi swali mbili nilizouliza kwenye pande mbili zilianza click kichwani kwangu. Wakati wa adolescence ndipo kipindi ambacho nilikuwa sielewi mtu mzima, yani vyote vile walikuwa wanafanya nilikuwa naona hivi mnaelewa mnachokifanya au vipi? Maswali yalikuwa mengi kichwani kwangu kwa sababu nilikomaa kwa nafasi ambayo waliokuwa kinizunguka wote wananizidi miaka, wababu ndio waliokuwa. Kwa hiyo nilijifunza kuuliza maswali tokea ningali mdogo sana. So nilivyokuwa hapo hivyo naanza kujiuliza, hivi viko hivi. Kwa nini mzee kwa hivi? Kwa nini mama anafanya hivi? Kwa nini? Nikaona sielewi. Then adolescence ilivyonichukua ikanifikisha kwenye kipindi ambako nilikuwa kabisa sielewani na mzee wangu. Sidhani kama aliwahi kugundua though. Nilikuwa sielewani na mzee wangu kabisa. Kwa muda mrefu ilikuwa hivyo, nilikuwa sielewani naye, siwezi kumuongelesha. Ikafikia kipindi alileta hoja, ilibidi decision making, ambako hapo ndiko vijana wengi walioinukia wanawaga tafuta kwenda wanataka kuwauliza wazazi why this decision was made, kwa nini hii maamuzi ilichukuliwa. So kuna maamuzi fulani babangu aliyachukua ambayo kiukweli nilikuwa kinyume nayo kabisa, ila ilibidi aweze kusimama kama baba, tutaenda hivi. Okay, utaenda hivyo sawa. Na Mungu alinemiaka kukuwa na moyo wa let it go, kuachia vitu vipite. So nikaachia, nikasupport hilo jambo kwanza, tukalipeleka, lakini sikuwa pamoja naye, hata sikuwa naye kabisa. So hilo jambo likafanyika. Baadaye ilitokea
Kipindi kingine yani kidogo nigusane na babangu kwenye mwili. That was the stupidest time in my life ambako nilifikia kuhisi kugusana na babangu. That was the stupidest thing the devil has ever done to me. Nilikaa realize how stupid it was nilivyosoma neno laana inayofuatana na hilo jambo. Hapo ndo nilikaa realize how stupid I was. Ili nibidi niweze kujisogeza kule na kumwomba msamaha mzee wangu. Bisu alivyo sasa. Najua tu mko watoto. Napenda watu. Akanisamehe ikawa hivyo. Ila yeye alinisamehe, mimi sikujisamehe kwa jambo nililotaka kufanya. Sikujisamehe. Ili nisumbua mno. Kwa nini nilitaka kufikia hapa? Kwa nini? Hadi ikapindi tena karibu niite polisi kwa jambo ni mzee, mbona haueleweki kidogo, nimwite polisi ngasema wewe calm down. Nikatizama there's whole 7 people behind me. Kuna wadogo zangu 7 nyuma yangu na baba yangu ndiye motere wa nyumba yetu. Nikifanya hivyo itakuwaje? So, a little emotional, because it pains me. It does pain me a lot kuona vijana wengine wanafikia kipindi hicho wanataka kupigana na wazazi wao. That's how far the devil has gone into our families to break it. And he is super serious into this business. He is very serious into this business of destroying families. Because us as the church, us as the family, we have abandoned the way. We have abandoned the way. That is the main reason we get to a point we want to fight with our parents. We want to fight with our mothers. Shetani ko serie na hii business ya kuvuruga familia. Yuko serie. Sisi kama kanisa, sisi kama familia tumeacha njia. Ndio maana haya yote yanatokea kwenye familia zimoja. Ninamshukuru Mungu. Alafu ninamshukuru Mungu hapa tupo. Ninawashukuru Mungu kwa wale wazee wetu, baba zetu ambao hawapo. What has happened? Nini iliyotokea? Yule anayepaswa kuelekeza Adamu, anayepaswa kuelekeza Eva hayupo leo. Yule anayepaswa kumwelekeza Eva hayupo leo. Alafu mwisho wa siku, kwa sababu wa mama zetu bado wangali chini ya uwezo na mamlaka ya waume zao kwenye ndoa, bado wananyenyekea tu. Ila wa baba zetu huko wako, I'm sorry to say, ndio mnaenda kazini, mnatuletea nani akulipa rent, mnatuletea hichi, mnatuletea kile, but you have left the way. Ulisha hachana na njia. Haupo tena kwenye mstari. Wewe ndio, kama ni kanisa, kama ni kuhusu jambo la imani, wewe kama baba ndio unapaswa kudirect the family. Amen. But today, wa baba ni wangapi huko? Wachache, wa mama ndio wengi. Halafu mnashangaa watoto wetu wako hivi kwa nini? Wa mama wako very soft kwa kuweza kukuza watoto. Wao ndio wanaoleta utulivu ndani ya familia. Wao ndio wako na ile soft heart
ya kutuliza any chaos kwenye familia ni wao, ndio wana ile moyo. Wababa hamna ile. Ni kwa umoja ndio mnaneemiwa kuwa. Familia zetu zipo kama hazipo. Lakini leo vijana tumesema enough is enough. Yes. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Tulikuja na program yetu ya vijana ambayo tutakuwa tunafanya kila wakati na kuweza kukutanana na vijana wenzetu, kuweza kuchangia, maana tunazidiana experience katika maisha, kuweza kuchangia na kuchangia neno la Mungu. Kwa hiyo ndio siku kama ya leo tumezindua hiyo program yetu. Kijana unayetufuata mitandaoni, kijana aliyekuja kututembelea, kijana yeyote yule mtabahatika kutusikia au Mwenyezi Mungu atapenda kuweza kuambatana nasi, tunakukaribisha tuchangie neno la Mungu na tuchangie experience ya maisha with understanding. Napenda kukanena sana with understanding. So what is a family? Familia ni nini? Bwana Mungu alipomuumba Adamu na Sheri wake, Bwana Mungu alipomuumba Adamu pamoja na Sheri wake, akawabariki na kuwaambia katika kitabu cha Mwanzo 1:28. Tunasoma Mwanzo 1:28 kwa jina la Yesu. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen. And God blessed them. And God said, be fruitful and replenish the earth. Be fruitful, zaeni. Aliwabariki. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu asingewabariki, maana yake ingetuashiria kwamba lengo la Mungu ilikuwa ni kuishi yeye na Adamu na Sheri wake. Period. Ila hilo halikuwa lengo la Mungu. Haikuwa lengo la Mungu, ndio maana akawabariki. Baraka, unaweza kujiuliza baraka ni nini? Maana tunajua kwamba baraka, watu wengi wana translate baraka kama tangible things. Akifanikisha kupata gari anaona ni baraka, akishafanikisha jambo fulani, tangible things, watu wengi ndio wana vile vitu vya kugusa au kushika ndio wanaita kama ndio baraka. Baraka, blessing is an unquestionable authorization that you are being given. Unquestionable authorization you are being given. Ni mamlaka yasiyopingika ambayo unayopewa. Mamlaka yasiyopingika uliyoyapewa. Adamu na Sheri wake walipewa hayo mamlaka, wakawe multiply, wakaijaze dunia. Kwa kuijaza hiyo dunia,
yenye Mungu aliyowaambia waweze kufanya hivyo, ilikuwa ni kwa sababu waweze kukamilisha kazi yake ya uumbaji au ya kuijaza dunia. Ana alivyoumba kila kitu, alisema bon bon bon. Akafikia kwetu kwa Adamu na sheria wake, akawaomba na wao pia, alafu akawaambia multiply. Lengo lake lilikuwa akuone wewe kijana, akuone kaka Fisto, akuone Debora, akuone Esther, atuone sisi sote, aone wazazi wetu hapa. Hilo ndilo lilikuwa lengo la Mungu, atuone sisi sote. Hakuridhika kuona Adamu na sheria wake pekee. Hapana. Alipenda nione mimi pia. Alipenda muone ndugu yangu Shukuru hapo, alipenda muone mama Fanueli na bwana Fisto kwenye suti lake hapa. Walituwakilisha vizuri leo. Maana nilipata swali, leo uko minister akina kuvaa suti. So guys, bear with me. Now I'm a very slow talker. Now I'm talking yani nenda kutoka kidole mwangu na unless kama nasirika tena kwa bila hivyo it's hard. So na kufanya hivyo ilibidi Mungu aweze kuumba hao Adamu na Hawa. Adamu na Eva, Adamu na sheria wake, female and male, mwanaume na mwanamke. Hapana vinginevyo. Vijana wetu, watoto wetu, mliwatoa? Watoto wetu mnaoenda shuleni huko, kuna program nyingi ambazo wana introduce huko kwenye mitandao. Kuna program nyingi, yani kuna maagenda ya shetani nyie. Zaidi wazazi wetu inabidi mtusaidie kwa hili. Mtusaidie kwa sababu msaada wenu kesho yetu inautegemea. Mtusaidie, kuna mapropaganda mengi huko ambayo yanaweza kutufundishia watoto kwenda vinginevyo kinyume na jinsi Mungu alivyokusudia yeye. So, family is the original primary institution or foundation of society. It is God's plan to create a community. Familia ni original kwa Kiswahili ndugu yangu hapo. Original. Asili. Familia ni mama zangu mtanisema sasa. Original. It's the original primary institution aliyojitengenezea yeye kwa kuweza kufikia community kupitia familia. Aliona community ndani ya wale watu wawili. Kuna mwimbaji mmoja hivi akasema, wewe unaona machungwa mengi katika punje moja ya hiyo chungwa. Ndivyo alivyotuona sisi sote katika watu hao wawili. My friend, you have a reason to be here. You are not an accident. Haukupatikana kwa ajali. Kama najua kuna vijana ambao waliovunjika mioyo yao kupitia maneno ambayo wazazi wa muda wanapenda kutumia kwa watoto wao bila hata kutambua. Bila hata kutambua kabisa. Kama nyewe mliwahi kuambiwa hivyo na babu zetu, msituletee na sisi. Lawama uliyotiliwa kule, jaribu wewe ndio basi mpaka wa hiyo laana uliyotiliwa. Ikate kabisa isitufikie na sisi. Ila bahati mbaya wengine wazazi sharing is caring. Wana share. Maneno yenye wazazi wanatuambia muda mwingine yanatuvunjaga mioyo watoto wenu. Ila
Kwa sababu instead of training, you implemented and imposed. Hatuna nafasi ya kujifungua kwenu kuwaombia namna gani mnavyotuathiri na maneno yenu. Well, I hope perhaps today mlikuwa mnafikiria kwamba tutabiri vijana ni wow. No, leo nataka tuguse upande wote. Kwa sababu kwa kusema tuweze kuwa na kijana shupavu kwenye jamii, kijana wa nguvu, tunahitaji huko manyumbani waweze kutengemana. Patengemane huko manyumbani kwetu, ndipo tutaweza kupata vijana kama hao. Na Mungu alivyowaumba kina Adamu na Hawa, kulikuwa na oda aliyokuwa nayo kama Mungu. Mungu alikuwa na oda yake kwenye familia. So God's order to the family is He is the commander-in-chief. Pastor, kwa Kiswahili huyo mwanajeshi hivyo wanamhitaji commander-in-chief. Yeah. Amiri jeshi. So oda yake alitengeneza yeye awe amiri jeshi wa familia. He commands everything there. Alafu akatushushia baba. Akatushushia baada kukimbizana na yeye na ujana wake, akaona sheria wake kule, akapata kule. Kwa hiyo mwa makini na sisi kama Yesu alivyokuwa makini kupata mama zetu, na sisi tuwe makini. Tuwe makini kabisa. Na madada zetu mjikaze huko, wabofrezi zetu wasikosea kuturudisha mali. Mjikaze huko. So, alivyoumba hivyo, aliumba baba au kama manager wa familia, na mama assistant, msaidizi wake. Kama hapo nilivyosema hapo awali, mama ndiye anayetuliza. Ndio maana mnaonaga kuliko aende akufikie direct, afikie kwanza huko. Alafu juu mama anajua kisa atakavyo ifilter ile maneno nilimwambia akufikishie wewe. Na ukimwambia magumu huko, anajua kisa atakavyo ifilter anifikishie tena mimi. Mungu awabariki mama zetu. Amen. Maana aliwaomba mwe ingekuwa mko wacheza mpira, basi ningesema kwamba nyie mko wale wa mediatere wakali wa Barcelona, Iniesta na Xavi. Ndio kisi ningewaita nyie. Ila kwa kuwa sio mpira, ningeomba Mungu awabariki kwa niaba yetu. Amen. Wazazi wetu tu, na mimi nimo nitakuwa mzazi kesho, na mimi nimo, tunamhitaji Mungu kusema ili tuweze kupata maarifa ya kuweza kulea hichi kizazi mlicho nacho kwa leo. Tunahitaji maarifa na tunamhitaji Mungu sana ili kuweza kuamudu watoto wetu. Can somebody check the time for me? Sitaki niwachoshe. Itakuwa ni vema kabisa. Sio itakuwa ni vema na ni lazima wazazi wetu mumjue Mungu. Amen. Mumjue Mungu kwa kuwa tunawahitaji.
tunahitaji hizo njia mtakazo tuonyeshe hizo. Tunazihitaji ili tuweze kupatia wakina Fanuel, tuweze kupatia wadogo watakaomfuata Fanuel, tuweze tupatie wajukuu zetu, na sisi tunahitaji hilo jambo. Amen. Tunalihitaji. So kama familia haina lolote, bahati mbaya kwenye urithi kwa Afrika zaidi tunapenda kurithiana uwanja mmoja tu hapa, alafu tunaigawa mara ngapi? Urithi ambao tunaohitaji sasa sisi vijana wa Mlima Sinai, tunaomba urithi wa Mungu mliyemwamini. Tunasikiaga mlikuwa mnaenda kumamilima, mnaenda wapi? Huyo ndiye Mungu na sisi tunayemhitaji. Ule aliyewaonekania wakati wa vita huko, ule aliyewaonekania wakati wa ule aliyewafanya survive, ndiye Mungu na sisi tunayemhitaji. Na yeye aliwapa sheria. Train up your child. Mfundishe mwanao. Mfundishe mwanao. Mfundishe mwanao. Hii kizazi cha digitali hai ni hatari sana. Yaani mfundishe mwanao. Mfundishe sana. Msiwaendekeze tu simu hivyo. Na rafiki yangu mmoja, mtoto wake yani alikuwa akifaa kisikia muziki wa Diamond, mtoto raha kweli. Ukimtilia mambo mengine kilio. That's how lost you guys made us. Even ndivyo mnavitupoteza hivyo. Yani sisi nakumbuka kama mkubahatika kuzaliwa wakati wa 90s, so sorry guys, lakini sisi wa moja tulizaliwa in the 90s, tulicheza kombolewa, tulicheza mpira, tulicheza mahoro ila kurusha mpira hivi, tulicheza vitepe, tulicheza cha yote sisi tulivicheza hivyo. Kama nyangu pole sana, yani mliomba sana, mliomba nawaambia. Kama mchezo ulikuwa katamu sana, lakini hamkupata hiyo nafasi ya kuweza kuenjoy tu michezo kama auto. Ile michezo ilikuwa haitupotezee just muda, ilikuwa kitufanya tu enjoy utoto wetu. Yani sisi tulikomala etape par etape, hatua kwa ingine. Lakini wa sasa wanaanza 0, 5, 15 already. Wanaenda na jump steps. Wanaenda na jump. Kwa nini? Social media inamfanya anze kutamani vitu vyenye akili yake ya kuwa na space ya kucomprehend. Akili yake haijawa na space ya kuweza kuvielewa, yani sijui ya kuvielewa, akili yake haijawa na ile space. Hizi simu ndio zinazotufanyia hivyo. Simu. Alafu kesho mtashangaa jambo fulani linatokea. Sorry guys. Sorry. Kuna mtu aliwahi kuniuliza kwa nini hujaoa? Nisemesha kweli kwa miaka mingi kabisa nilikuwa nikiogopa hilo jambo tu. Kesho watoto wangu watakuwa vipi? Kama hao sasa wako hivi, what about minds? How are they going to be in 20 years from now? Watakuwaje miaka 20 kuanzia hapo? Nilikuwa nikiogopa hilo jambo sana. But after kumjua the Lord of Lords, and that is why na waga sema Yesu ni Bwana. Amen. Baada ya kugundua huyu Bwana huyu, nikaelewa kwamba it's not me who's going to raise them. It's not. I'm just a watch guard. I'll just watch at them while I do just my homework. What is my homework? Train your children. Simple. Simple as that. Ndio nasema simple, msiniulize eti wewe kwa sababu hujazaa. But hakuna kitu chenye Mungu aliumba kiwe rahisi. Hapana.
But he simplified everything. He made it to be very simple. Unamwambia mama, mtulize mtoto wako, mtoto kisi anakuaka, mama gani weye? What kind of a mother are you? Mtoto miezi 6, 7 na kushinda kutuliza. How? Just how? How? Sisi tulikogota masikio. Nakumbuka yule mzee Pastor David. Yes, tulikogota sikio na wewe. Mnasemaga ati Marekani kwa kina ruhusa. No, do it but do not leave a mark on them. Punish them with love. Huh? No. Oh, it is one of them. I can just say to na punish them. Atasikia na mtoto gisi alewavyo ndivyo igiti kigorogwa kikirigito. Hiyo ni methali yetu na Warundi. Igiti ni mti, kwa hiyo unanyoshwa ukiwa bado ni mdogo. Nakumbuka nilikuwa nikifanya kazi ya agriculture agronome ya kupanda miti. Tulikuwa tukipanda miti ingali mdogo hivi, kwa hiyo tunaiweka iwe mti mwingine. Tunaipanda, yani tunakakata, na hiyo jambo inafanyika kikiwa bado ni kidogo. Hauwezi wakinyoosha kikiwa kilishakikuwa kikubwa. It can't happen. Hauwezi kanambia nilishafika 15 ndo naanza naambia usiwe na boyfriend. It doesn't make any sense. Explain it to me why. Haieleweki kwangu. Masikioni mwangu mimi naona kwamba nataka kajamaa, nataka kademu, lakini wewe unakuwa tu nikikuona unaleta mtu hapa. Come on. Nifundishe ningali mdogo. Hapana wakati nilishavijua. Ndio nataka sasa kujua. Yaani nilisha graduate. Ndio nakia nirudishe sasa primera ni sitakukubalia. Ni vigumu mkubalia, labda Mungu aweze kuingilia kati. Kwa hiyo train your children while you still can. Mfundishe pale ambako unaweza. Bila hivyo usipoifanya mnasemaga eti utafundishwa na dunia. It is true, itatufundisha. Kama utufundishi itatufundisha. Amen. Na guess what? Tukisha graduate kwenye ile dunia, are you going to celebrate with our certificate? No. Hautafurahia tunapokuletea ile certificate yenye dunia imetupatia. Kidogo tu mtoto wa miaka 15 ana mimba. Wewe mzazi utahuzunika sana. Utahuzunika sana. Itakuuma. Kwa sababu uliona matumaini. Alafu mko wachoyo kwa kitu kimoja. Mnatuambiaga sisi ni kesho, but you are not preparing me for that tomorrow. Nitakuwa mama, mnapenda anyways mnatufundisha kujua kupika tungali wadogo. But vijana tuelewa wazazi wetu hapa Marekani wanaenda napiga 10 hours mu warehouse huko, anakuja alishajichokea zake. Analala nini mwili ulishakuwa mbovu. But that is an excuse. Isiwe excuse ya wewe kundikomalisha. Mimi niliwahi kulala njaa, sijui wewe. Kulala njaa for one day tunaipiga hata kwenye mafungo. Akilala njaa kwa siku moja, it will not hurt. But have time with your child. Kuwa na muda na mtoto wako. Ni wako, sio wa dunia. Sio dunia ndio ile kuendea leba mama. Sio dunia, ni wewe ndio uliyejipeleka leba. Mnaendaga kule kwa machungu, mnatoka na faraja. Mnafurahi, mnaona kesho. Kwa kuwa kwenye community zetu tunaonaga tunachukuaga watoto na kama vile ni assets.
Watoto wanakuwa kama vile assets, sijui assets kwa Kiswahili ni nini. Na kamkoba fulani hivi kinyo najokelea unatupia $5 ili ya kesho yako. Ndio gisi wazazi wa moja wanavyotuona. Wale wazazi wenye ile miaka ya independence ile ndivyo wanavyotuona. Wanatuona kama akiba zao yani. Kesho tuje tuwalee. Nakumbuka katika kitabu cha well, it's not written here, but it's in Colossians somewhere. Ambako Paulo anamwambia kwamba alikuwa I think it's in Timothy somewhere there. Ambako anamwambia kwamba ninarudi kwako ya mara ya pili. Wasoma Biblia mtanisaidia kukumbuka hiyo verse. Ninarudi kwako ya mara ya pili. Si kuja kuchukua possession yako, kwa sababu either way I'm the parents who are supposed to leave inheritance to you. Ni mimi ndio napasa kukuachia, sio wewe kunipea. So wazazi wewe mmoja hivi wanatuchukulia kama vile vitega uchumi vyao. Tusiwe vitega uchumi vyenu. Tusiwe. Lakini kwa wazazi wetu ambao wakati wa independence kule, naweza nikawapea reason in one way. Kwa sababu gani huku anapaswa mtumie babu yake, mama yake, nani yake. Naambie vijana wenzangu hapo, wangapi kati yenu na ndani ya mwezi alishatumia ndugu wa baba wawili pesa $100 na ngambo ya mama $100? Wangapi kati yenu? Sana ni wachache. Na hiyo nani neema? Kuwapata tu ni neema. But wazazi wetu wanafanya vile. Wanafanya vile, wanasaidia ngambo zote. Kwa hiyo naweza kapia reason somewhere. Ningependa tuweze kusoma katika kitabu cha Zaburi 127 1-5. 27:1-5. Tunasoma Zaburi 27 1-5. Amen. Tunasoma Zaburi 27:1-5 kwa jina la Yesu. Bwana ni nguvu yangu na wokovu wangu. Zaburi 127. Inasema Bwana asipojenga nyumba, wajengao wanafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye anakesha bure. 2. Kazi yenu bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula. Shoma kwanza. Wanaoamka mapema ni wanani? Si warehouses. Baba zetu kwenda kazi. Sio. Kwa hiyo ni bure. Endelea. Ya 2 tunarudia, kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. 3. Tazama, watoto ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. 4. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo watoto wa ujanani. 5. Heri mtu yule aliyejaza podo lake hivyo, nao hawataona aibu wanaposema na adui na ngome. Amen.
naamini mko msomaji wa Biblia vizuri. Na Zaburi ni kitabu pendwa katika watu wengi. Amen. Ulishaka wako reflect hiyo nafasi kwanza kama mzazi. Nini kiko moyoni mwao? Ni nini? Hatupati kufanya hivyo, ndio maana tunapata vitoto vya miaka 12 vina commit suicide. Crazy. 12 anajinyonga. Kuna mtoto mmoja wa ndugu yangu, sitapenda kusitaja jina. Alikuwa kama iko na miaka 9 sijui 10 hivi. Anaita polisi. Eti wanamkatalia kwa na boyfriend. What exactly is going on? It's terrible. Kama mtoto wa miaka 9, 10 anaweza kafikiri hivyo, maana yake hayo mawazo alianza wapi? Huko nyuma huko. Ila wewe unakuja kushtuka leo kwa sababu lile jambo anakuletea sasa nalo. Lile lenye ulipuuzia kufuatilia analikuletea sasa. Ndio maana unashituka. Ni muhimu wa kuweza kukaa na watoto wetu. Wasitafute attention huko nje. Wasitafute attention nje huko. Wakikosa nyumbani kwetu, watatafutia huko. Na wakitafutia huko, jana mtoto wa ndugu yangu tulisumbuka kwenye simu, piga huko na kule, mtoto alidanganya tena anaenda kanisani kukwaya, akina kufika kukwaya na alifika nyumbani kanisa 7 usiku alisangapi. Ukipiga simu mwanaume ndo anapokea. Alafu how old are you? Less than 15. It's terrible. Sisemi kama hamutushauri. Hapa mnatushauri. Muda gani mnaanza kutushauri? Tukiwa kama wafanueli hamtaki kutushauri, mnatuacha tujirushe. Tukifika ile miaka ya 15, 16 ndio mnataka mtushauri. You have failed. Sorry to say, you have failed as a parent. Umeshindwa. Umeshafeli. Watrain wangali wadogo. Wafundishe wangali wadogo. I'm sorry again to say, ndio sina mtoto. Lakini niko na wadogo zangu wamoja ambao napambana na hisia zao wanapokuambia vitu. It's just crazy. Nina wadogo zangu pia ambao inasumbua moyo unapowasikiliza. Inasumbua juzi topa mdogo wangu anapewa drugs shuleni. Iliniuma moyoni. Iliniuma. Kwa nini? Rafiki anamdanganya eti I just want to celebrate with you. I'm happy for you. Are you missing that happiness at home? To have it from your friends outside to give you poison. Familia zetu. Na wewe namshukuru sana dadangu pale, Mama Frederick. Baada ya kipindi chenye mmeo alipata na shida, kumuona tulisi alivyo handle familia, I was like, Lord, give me the grace to find a woman like this one. Please. Please. Nilipenda sana alivyowashika watoto, alivyowatunza watoto. Yaani walikuwa ni kama vile hawakukosa baba. Najua alikuwa akisumbuka mara nisaidie kutafuta kazi, nisaidie. Oh my goodness. Lakini alihandle with just one paycheck ya taxes. Aliwapeleka watoto from I don't know how long was it. Oh my God. Pesa ndogo ambazo nakumbuka kipindi cha adolescence nilizitumia zile pesa ndani ya 2 months. 10,000 I used it for 2 months. 10,000 niliwahi kutumia kwa miezi miwili tu. In my adolescence.
That's how stupid I once was. Not anymore. I can never come back. Never. 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 Now I would rather value every possession that He has blessed me with. Alivyowashika watoto nilipenda sana kabisa. Leo tenda kuuliza watoto wako wapi leo? Walienda ku Sunday school. Like, okay, I love this. Ukishaona watoto wenyewe wako very calm. I love that. Nilipenda. He gave me hope to have a wife. He gave me hope to want to have kids. He gave me hope. Ila mali nazo. Hapo sasa wazazi wetu mnaboronga kidogo hapo. So, tunala tu la siku ya leo. Family. Family. Family, family, family. Katika hiyo Proverbs 22:26, don't read, usisome, inatuambia tuwatrain watoto wetu. Tuwatrain watoto wetu before we come and see and be surprised with the outcome they are going to give us. Colossians 3:21, please. Wakolosia 3:21. Wakolosai. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Kwa hiyo nyinyi mnaweza mkatukatisha tamaa. Na njia moja ni ile maneno mnayotuambia. Maneno mnayotuambia. Hiyo inaweza kutukatisha tamaa. Nakumbuka mdogo wangu huyo aliyekuwa drugged, alikuwa hawezi kufaulu vitu vya masomo. Ndio ukimwambia vya masomo na nilichukua kama responsibility. Nilifanya miaka kama 3 hivi, nilikuwa naishi mwenyewe. Kama nilivyosema, nilibebeshwa sana hadi nikayotafuta kipindi ambacho nilitaka nende kuishi binafsi, niweze kujikuza, nijue jinsi ya kulipa full % of my rent. Hapana ile yenye namsaidia mzee. Nilipenda nende nijue, nijifunze kwanza how do they do it. How they do it. Nikapenda nende huko, nikaishi huko kwa miaka kama 3 hivi, miwili kama sikosei. Nikawa sana najifunza haya yote kuhusu familia, nikaanza kutizama mwenendo wangu, natizama hili, natizama lile, natizama hili. Nikajikuta kwamba I left for my good, but I am the first child in this family. Nobody, I repeat, nobody can give you what they do not have. Hakuna anayeweza kukupea kitu ambacho hawana. Kuna vitu vimoja tunaweza kuwa tunahitaji from our parents. Hatutavipata kwa sababu gani? Walilelewa kijeshi. Walilelewa kijeshi. Na gisi walilelewa kijeshi. Kuna aina moja sympathy tunaweza kuwa tunahitaji from them. You will not get it, I'm telling you. Utapigwa kofi ukimwendea. Baba yangu almost did that. Mdogo wangu alimfuata kwa sababu wadogo zangu wanapenda kumhug mama yangu. So mdogo wangu mmoja akamwambia, papa, naweza nikakuhug? Papa naye, hug ndo nini? Nikupigie ambi? Mzaka akaangalia, are you okay? Uko sawa wewe? Asa ni mtoto anachanganyikiwa, akaenda kwanza kuuliza sheria wake. Uko sawa? So some stuff that we might need, we will not get it from our parents. We will not. Wao walijengwa kichuma hivi.
kuweza kukabiliana na mituti ya bunduki na mabomu. Wanafikiri ni rahisi? No. Walijengwa hivi. Lakini sisi hapa hivi tunakula tu pizza every day. Tuna enjoy. Wangapi waliwahi kulala kwenye mrago? Mrago. Wengi wetu tumewahi kulala kwenye mrago. I'm telling you that thing inakunyoosha mbavu in a way. Inakunyoosha mbavu in a way ambako inabidi ujifunze maisha, ujue ya kwamba I do not want to continue this life. I do not want to live this life. But you children who got the grace and by the efforts of our parents to bring us in America, wakatuleta katika nchi ya asali na maziwa, naitaga the land of hope and opportunity. Mji wenye hope ni matumaini. Mji wenye matumaini na nafasi. America. If you broke, you're stupid, just like as I was a few years back. If you're broke, very stupid. And you need to torsionner votre cerveau. Inabidi ukorope kabisa fikra zako. Koropa. Wazazi wetu walipigana sana. Mauongo si hadi tufike hapa tulipo. Na bado hivyo wanaendelea kupigana. So this one is direct kwa hao wenye wako na miaka kuanzia 18 na kupanda juu. Please nitege sikio. Vijana kinadi kwenye 30 pale. Kwa mfano ulishapapita hapo. Actually, naweza kusema kwenye 15 to 30. Kwa sababu hao ndio wanaanza kutulelea watoto siku hizi, wanabaki na watoto nyumbani. So wazazi wetu walipitia mambo magumu. Kama gesi nilivyosema kwamba wanatuona kama vile akiba yao. In this country, we are. Especially hii mwaka. Nani mwenye alishapiga miaka 2 ana kazi hapa? Wengi wetu hapa kwa mama zetu. Wengi miaka 2 hana kazi, mwaka mzima hana kazi. Unafikiri wanapenda hiyo maisha ku rely kwenye food stamps? No, they don't. Because akishapigwa shida kule Afrika, pressure inapanda. So nyie mnaenda shuleni, nyie ambao mlishafika na umri wa kuweza kusaidia, tukubali kuwa akiba kwa kusaidia familia zetu. Tukubali kuwa akiba. Kuna siku moja hivi humu kanisani ndugu mmoja sitamtaja jina, aliwa kuulizwa utafanya nini na pesa zako? Eti nitamsaidia mwanangu kulipa mali. You foolish. What are you talking about? Mali? Then is he your husband or you are? I didn't say anything. It's very funny and tough. I know I'm putting too much jokes into this, but it's a very big concern kwenye maisha yangu. Ilinibidi nilivyoanza kutafakari hivyo kuhusu wadogo zangu, ilinibidi kama ule mwana mpotevu yule, acha nirudi kwa baba yangu ambako nitamsaidia $10 kulipa rent na nitasave $900. Let me get my back home. Ili niweze kuwasaidia wadogo zangu, niwe yule mediatere kati ya wadogo zangu na wazazi. That is something that I had to sacrifice instead of seeking my own. Ili nibidi niweze kurudi nyumbani, niwasikilize
wadogo zangu, what do they think? Kwa sababu wazazi wetu they don't even have that time ya kuweza kukaa na sisi, hawana ule muda. So ili nibidi nijisacrifice, nirudi niwasikilize. Yule mdogo wangu alikuwa kupata you, nikamkalisha chini, nikamshauri gisi ninavyomshauri, ndio gisi grades zake zinapanda. Recently aliniletea only A's. I was like, boy, on your birthday I'm going to surprise you. He did something after being told that you are capable of, you are able to do it. Lakini wazazi wetu hawana ile softness ya kuja waambie, you know you can do it. Ni wazazi wachache sana, na ni wengi wetu tunajikuta hatuna mzazi kama huo. Ili nibidi nirudi nyumbani. Nakumbuka mimi na mambo ya shule nilikuwa wapi sana. Babangu alikuwa mwalimu, alikuwa akinipiga makonzi hadi 5e primaire. Alivyoanza kunipiga makonzi, trimester ya kwanza ikatoka wa 8, ya pili ikatoka wa 4, wa 6, alafu ya mwisho ikatoka wa 4. Nilifurahi. Yani nakumbuka tokea primaire nilikuwa na namba yangu hadi siku utaonaga mkono wangu, utaonaga kuna vitu hapa nilikuwa najaribu kuchora. Yaani nilikuwa nishajiandikia namba yangu ya class, every year I'll be on this number 21. Yaani nilikuwa nishajiandikia mimi ni 21, forever 21. Ndio kisi nilikuwa nishajiandikia, lakini siku mzee wangu alikaa chini akanielewesha, akanifundisha wa 8, wa 6, wa 4. Nilifurahi sana. Amena. Nilifurahi sana. Hadi kwa sasa nakuagana mkalisha chini mzee. Hivi unajua kama uliwahi kunisaidia hivi, unaweza kufanya tena ile. So we need that. Hiyo ni kitu ambacho tunachokihitaji. Na kwa hii program yetu ya kuempower vijana, tunahitaji kwanza muwa-empower kama nyumbani. Muwa-empower. Au yetulisha kwa age moja wote tunajua tutajifunza nini nyingine. Lakini hao wengine wenye wanaanza kuja. That's the change makers. To pave the way for our children. Tunaona Afrika yetu ni kama vile lilaanika, because we do not have that in us. Ni kama vile development ni kama ni kitu chenye tunaonaga, eti vitu vya kizungu hivi achana nalo. But vitu vya kizungu leo hii tunaishiwa, tunakuwa tunaanza laumu wa Spanish ndio wako na makazi nini ndio kwa you decided to let your children to get married at the age of 20, mama. Ulikubali mtoto wako ajamulie kwa miaka 20 aolewe zake. Ndio maana leo hii tunayamega. So therefore we need to come together and help each other. Proverb 10:1. What time is it? 5? And mnanitazama tu. Tunaenjoy mahubiri. No, seriously, like I'm like, what is going on? Ni kama wow. Please, let's stop there. I would like us. Yani kuna jambo lilikuwa kichwani, the good dancer knows when to stop. Ndio naona watu mbona kama mnanuna hivi.
Wow. I didn't know. Unaona sasa, kumbe kukua hapa mbele ni uzoefu. Unaona nani kakangu Shukuru anapiga hapa dakika ngapi anatoka, unaona wazani. Yaani kuna saha pia na akilini. Kwa siku ya leo ningependa tuweze kuingia kwenye maombi, maana hili fundisho ambalo linaweza likachukua a day after a day after a day, kwa sababu jamii letu we do not know a lot. Inabidi tufundishane. Lakini hayo ndio maadili yako kwenye vichwa vya watoto wetu. Inabidi wanahitaji msaada, wanahitaji tuwasikilize. Kama kamati ya vijana mpo tulishaamua tutaweza hii, tunaweza tukaweza, na familia mweze kutusaidia. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami.